Shukrani sana, shukrani sana. Wasikilizaji wangu wangetamani kufahamu. Kwa majina naitwa Hassan Musa Muhammad, ni mkurugenzi mtendaji mkuu wa kampuni ya usafirishaji ya Mpanda Cargo. Ndio. Mpanda Cargo tunajishughulisha na usafirishaji wa mizigo kutoka Dar es Salaam kuja Mpanda au mkoa wa Katavi pamoja na viunga vyake. Okay. Tunatumia usafiri wa malori kusafirisha mizigo kutoka Dar es Salaam kuja mkoa wa Katavi, lakini kutoka mkoa wa Katavi kwenda Dar es Salaam. Okay. Huduma zetu ni nafuu, ni rahisi na ni bora. Okay. Ndio, kwa upande wa Dar es Salaam tunapatikana Alamada Hoteli karibia na soko la Karume. Lakini pia kwa upande wa Katavi au Sumbawanga mjini tunapatikana mtaa wa Maridadi. Okay. Mtaa wa Maridadi karibia na guest ya highway pale. Okay. Ndio ofisi zetu zilipo. Ukipita barabarani utakutana na bango pale linakuelekeza ofisi zetu zilipo. Karibuni sana, karibuni sana. Mpanda Cargo ni kwa ajili ya wanampanda au kwa ajili ya watu wa mkoa wa Katavi. Karibuni sana. Hii ni ofisi yenu, jisikieni huru. Tupo kwa ajili ya kuwahudumia. Tumesikia kilio chenu, tumekuja kutatua changamoto yenu kwenye swala zima la usafirishaji wa mizigo. Tunasema Mpanda Cargo ni tabasamu la mfanyabiashara wa mkoa wa Katavi. Tabasamu la mfanyabiashara mkoa wa Katavi. Kuna mtu mwingine anakusikiliza sasa hivi, anajua labda ukitaka kusafirisha na Mpanda Cargo unatakiwa uwe labda na mzigo wa kutosha duka zima. Au nyinyi mnaanzia mzigo wewe uzito gani au ukubwa gani? Tunasafirisha mzigo wote ambao ni halali. Kwa mujibu wa makubaliano. Kwa hiyo parcel iwe bahasha, iwe boksi dogo, iwe boksi kubwa, iwe duka zima, iwe kukodi gari zima, yote hayo tunafanya. Ndio maana tuna kauli mbiu yetu tunasema kwamba Mpanda Cargo ni tabasamu la wafanyabiashara wa mkoa wa Katavi. Okay, sawa. Hiyo ni tabasamu la wafanyabiashara. Mimi nimehamishwa kutoka Mpanda, labda nataka niende zangu, nimehamishwa Dar es Salaam Ukonga. Mimi sio mfanyabiashara, ile tabasamu alinihusu nini? Linakuhusu. Naruhusiwa kusafirisha pia na nyie? Unaruhusiwa kusafirisha na sisi tena. Ni wateja ambao tunapokea simu nyingi, ni wateja ambao tunawahudumia sana. Tumefanya tafiti za kutosha. Tunaelewa changamoto za wafanyabiashara na watu ambao si wafanyabiashara lakini wana uhitaji wa kusafirisha mizigo, kwa sababu si kila ambaye anasafirisha mzigo basi ni mfanyabiashara, la hasha. Kuna mtu mwingine kama unavyosema anahitaji kuhama, kuna mtu mwingine tu ana mzigo wake binafsi kwa matumizi yake binafsi. Hatuchagui, hatubagui. Tupo kwa ajili ya Wanakatavi. Okay, sawa. Hiyo ni kwa Mpanda Katavi. Mpanda mnapatikana mjini. Vipi mtu ambaye yuko pembezoni mwa mji, yuko Inyonga huko, yuko Bajimoto, yuko Tanganyika, utaratibu unakuwaje? Kwa mfano kama Inyonga, Inyonga hivi tunavyoongea kuna gari iko inashusha pale. Okay. Inashusha mizigo ya wateja, ikishamaliza pale inakuja Mpanda mjini. Kwa hiyo Inyonga kwanza ni barabara, ni sehemu ambayo ni sehemu ambayo magari yanapita wakati yanatoka Dar es Salaam. Kwa hiyo pale tunashusha kwa mwenye mzigo wa Inyonga, anapeleka mzigo ofisini, hata upokelea Inyonga. Lakini kwa sehemu kama Tanganyika pamoja na Majimoto, utaratibu wetu ni kwamba mzigo unafika mpaka Mpanda mjini, unafika pale ofisini. Huwa kuna magari ambayo mengine yanaenda sehemu hizo. Kwa hiyo watu wa huko pia huwa tunawahudumia, na hivi tunavyoongea kuna gari ambayo itafika ofisini muda usio mrefu, ina mizigo ya Majimoto. Kwa hiyo ikishuka pale tunawapigia wale watu wenye magari madogo ambao wanaenda Majimoto, tunawaelekeza kuna mzigo wa Mpanda, kuna mzigo wa aidha wa Tanganyika au wa Majimoto. Wanafika pale, wanapakia na wateja wanafurahi sana. Yaani wateja wanaenjoy, inapata feedback nzuri, wanasema mizigo ikifika pale kwa wakati, wanaokuja kupakia pia wanapakia kwa wakati. Kwa hiyo ukimwambia mzigo wako umefika jioni, anashangaa mzigo wake umefikia Majimoto. Okay, sawa. Ruti nasoma Mpanda Dar es Salaam, Dar es Salaam Mpanda. Vipi mimi na ruti yangu labda mzigo wangu mimi nataka niupeleke Mbeya? Mzigo wako kama unataka kupeleka Mbeya, kwa upande wa Mbeya ina maana wewe utakuwa ni special group. Kwa hiyo tutaangalia ni kwa namna gani tunaweza tukakufanyia utaratibu mzigo wako ukafika Mbeya. Okay. Ndio, kwa sababu si ni watu wa logistic, kwa hiyo tunaweza tukakutafutia
alternative, hata kama sisi hatutakuwa na nafasi ya kufika pale, lakini tuna watu ambao tunafanya nao kazi ambao tunawaamini. Kwa hiyo mzigo wako unaweza ukafika mikononi mwetu na ukakufikia eneo husika ukiwa salama, kwa sababu pia tuna watu ambao pia ni waaminifu. Okay. Ndio. Mimi sifiki Dar es Salaam, mzigo wangu unaishia Nzega au Dodoma au Morogoro. Ndio. Vipi napo? Kwa kutokea wapi? Kutokea Mpanda. Kutokea Mpanda pia hilo tunaweza tukafanya. Kwa sababu tutaangalia tu sehemu ambapo mzigo wako unashukia, ina maana tutauweka nyuma ya gari. Okay. Kwa hiyo tunajua umefika Dodoma, sisi tunaenda Dar. Kwa hiyo wewe Dodoma ni nyuma, tutahakikisha mzigo wako unakaa nyuma, tutaupakia, ukifika Dodoma utapewa mzigo wako. Okay. Sisi tutaendelea mpaka Dar es Salaam. Sawa, kutoka Mpanda Dar es Salaam tunatumia siku ngapi? Kutoka Mpanda Dar es Salaam kama ni mzigo ambao hauna watu wengine, yani kama ulivyosema kwamba kuna mizigo ya njiani, sababu mizigo ya njiani wakati mwingine inaweza ikachukua muda kwamba ufike sehemu ushushe, afu umalize ndio uendelee na safari. Lakini kama ni mzigo ambao haushuki njiani, unatoka Mpanda unaenda Dar es Salaam, ina maana ni takriban siku 2 mpaka siku 2.5, kukiwa hakuna labda changamoto zingine au mambo ya foleni. Ni siku 2 mtu anakuwa mzigo wake unakuwa umefika Dar es Salaam. Okay. Hivyo hivyo kutoka Dar es Salaam kuja Mpanda, kama kunakuwa mna mzigo njiani, kama kunakuwa mna foleni, kama kuna changamoto yoyote, ni makadirio ya siku 2, kwa maana gari imeondoka kwa mfano leo usiku, inashinda kesho, inashinda usiku, asubuhi gari inakuwa imefika Mpanda. Okay. Sawa, kuna mtu sasa hivi ametukuta tupo tunaendelea kuzungumza, hajapata location, mnapatikana wapi kwa hapa Mpanda mjini? Kwa hapa Mpanda mjini tunapatikana mtaa wa Maridadi, karibia na guest ya highway pale ndio tunapopatikana. Ukifika pale utakutana na bango linakupa maelekezo, lakini pia kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatupigia kwa 0792 88 3955. Lakini kwa upande wa Dar es Salaam tunapatikana kwa 0754 87 44 45. Okay. Sawa. Kupitia 0621780663 mimi ya kwangu mengi nimeyaleta hapo ya kiufafanuzi. Sasa nirudi kwako wewe ambaye umetuma ujumbe wako kupitia 0621780663. Nikianza na huyu anasema, samahani kaka, je, kama nina mahindi yangu yanatoka Mpanda yanaenda Simiyu, je, naweza kubebewa au? Kwa upande wa Simiyu bado hatujawa na utaratibu wa kufika kule, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda tutaangalia demand inakuaje, tunaweza tukafika kule kwa ajili ya kuwahudumia, kwa sababu dhumuni letu kubwa ni kurahisisha swala la usafiri kwa wafanyabiashara na wasio kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Katavi. Kwa hiyo kadri muda unavyozidi kwenda, kadri demand inavyokuwa inatokea, basi tunaweza tukafanya utaratibu ni kuona kwa namna gani tunaweza tukafanya nini, tukafika mpaka huko Simiyu. Lakini pia kabla ya kufanya hivyo, sisi ni watu wa logistic. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia ni kwa namna gani tunaweza tukaconnect na watu ambao ni waaminifu kama sisi ili upate huduma. Kwa hiyo ukija ofisini kwetu hatutokubali utoke hivi hivi. Tutahakikisha kwamba hata kama sio sisi wahusika moja kwa moja, lakini tutakuunganisha na watu ambao ni waaminifu kama sisi, tuhakikishe unapata huduma, kwa sababu leo unaweza kuwa unaenda Simiyu, kesho ukapata mzigo wa Dar. Kwa hiyo tunaamini hata anayeuliza ni mteja. Okay. Ndio. Anasema kama nina mzigo nataka uende Geita, mtaupeleka? Ndio, nadhani ni kama hilo la kwanza. Ni kama hilo la kwanza. Sawa. Anaitwa Michael Makaranga kutoka maeneo ya Keswa Mtoni. Tunasema nawasalimu nyote hapo, niko na nyie mpaka mwisho wa kipindi. Asante kwa huduma hiyo ya usafirishaji. Ya kwake wanasema ni msome kama Justin Michael Sanjandugu, maeneo ya namba 2 Mashineni, wanampanda Radio FM. Tunawashukuru sana kwa kuwa mnatuletea huduma karibu yetu. Anasema samani kaka, nina mahindi yangu yanatoka Mpanda yanaenda Simiyu, je, naweza kubebewa? Hii naona nishayasoma. Bwana Baraka Mashindano, toto la Serengeti Mara, kwa sasa unapatikana Kapanga. Sawa. Nafikiri umepata majibu yako kutoka kwa mtaalamu hapa.
Nyingine anasema nimwite Dogodei, nipo Manga hapa. Nimeshapanda gari langu la mtaa kwa mtaa. Nimezima zote, nimewasha 97. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kuwa anahitaji gari zima peke yake. Lakini kuna mtu mwingine anaweza kuambia labda na gunia 2 au 3. Umeona? Kwa hiyo kama ni gari zima, ina maana tutamtafutia gari zima, tutakubaliana bei ya kutoka kule kijijini alipo mpaka mzigo unapoenda. Lakini kama ana gunia 2 au ana gunia 1 au ana gunia 3, ina maana hizo zinatakiwa zifike ofisini kwetu, alafu tumpe utaratibu wa bei na namna ya kuzisafirisha. Sasa samani kaka, mimi ninataka kusafirisha gunia zangu za mpunga. Je, itawezekana kupeleka Mbeya? Ifale Sadiki Manjo la Kisukuma kutoka FNC Mnyamasi. Nadhani nimelijibia swali la kwanza kwamba itategemeana na ukubwa wa mzigo. Kama anavyosema yupo kijijini. Yupo kijijini anachukua gari zima au ana gunia chache. Na maana kama ni chache itambidi alete ofisini kwa ajili ya kuangalia namna gani tunaweza tukasafirisha, lakini kama ni gari zima, ina maana tunapatana gari linaenda eneo la tukio kwa ajili ya kupakia. Okay. Ndio. Sawa. Kupitia 0621780663, hiyo ndio namba ya kutuma ujumbe wako hapo kama na swali lolote, unataka ufafanuzi kuhusiana na kile ambacho ndugu zangu wa kampuni ya usafirishaji ya Mpanda Cargo. Mpanda Cargo tunajishughulisha na usafirishaji wa mizigo kutoka Dar es Salaam kuja mkoa wa Katavi. Ofisi zetu kwa upande wa Dar es Salaam zinapatikana Lamada Hoteli karibia na soko la Karume, lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga simu 0754 87 44 45. Kwa upande wa Mpanda mjini, ofisi zetu zinapatikana mtaa wa Maridadi karibia na guest ya highway. Kwa mawasiliano zaidi unatupata kwa 0695 lakini 88 39 55. Mpanda Cargo tunasema ni tabasamu la wafanyabiashara wa mkoa wa Katavi. Okay. Asante sana, na mimi niseme kwamba tumeenda vizuri, lakini kuna pahala hapa naamini kabisa msikilizaji anatamani kufahamu zaidi kuhusiana na huduma hizi ambazo mnaendelea kuzitoa ndani ya mkoa wa Katavi na viunga vyake, lakini kutoka Dar es Salaam kuja Mpanda, lakini kutoka Mpanda kwenda Dar es Salaam. Kuna kitu labda huenda ulitamani nikifika bana ni lazima niwaambie hawa wasikilizaji, lakini pia wateja wako ambao wanataka kutumia huduma hii ya usafirishaji? Kumekuwa na wimbi kubwa sana la watu kupotelewa mizigo yao, watu kutapeliwa mizigo yao. Ukitaka kufanya kazi na sisi, nikuhakikishie kwanza ni watu ambao tumenyoka, tunajua tunachokifanya, tuna experience ya muda mrefu. Tumefanya tathmini za kutosha kuona ni kwa namna gani tunapaswa kuwahudumia watu wa Katavi, shida yao kubwa hasa ni nini kwenye upande wa usafirishaji. Fika ofisini kwetu, usitume pesa kwa mtu yoyote, usimpe mtu yoyote ambaye anakuambia kwamba anafanya kazi na sisi pasipokuwa na kujiridhisha, kwa sababu unapopeleka mzigo ofisini kwetu lazima upewe risiti. Unapokuja kuchukua mzigo ofisini kwetu lazima pia upewe risiti. Kwa hiyo usije ukahudumiwa na mtu ambaye atajitambulisha anatoka ofisini kwetu pasipokuwa na vielelezo vya kutosha. Cha kuwasihi kubwa zaidi ni kwamba hakikisha unafika ofisini kwetu unapopeleka mzigo, hakikisha unapewa risiti. Unapokuja kuchukua mzigo hakikisha unapewa risiti. Matapeli wamekuwa ni wengi, kwa hiyo tunza mzigo wako, na sisi pia tutakusaidia kutunza mzigo wako. Kwa hiyo usije ukapewa taarifa yoyote ambayo haihusiani na ofisi kwamba mimi najishughulisha na Mpanda Cargo. Hakikisha kwamba umejiridhisha vya kutosha, lakini kuepusha yoyote, hakikisha mzigo wako unafika ofisini kwetu, kwa sababu location za ofisini kwetu tumeshawaelekeza. Nadhani na wewe bro ni shahidi, umefika ofisini kwetu. Yes. Umeona mazingira yalivyo. Kwa hiyo sidhani kama utakuwa na wasiwasi wowote juu ya sisi. Nimejiridhisha kabisa, ndio maana nikakuleta hapa ili waje waione na waisikie hiyo huduma bora inayotolewa. Kwa hiyo hata mazingira umeyaona, utendaji wetu umeuona. Kwa hiyo nadhani wewe pia unaweza ukawa ni shahidi kwa upande wetu kwamba sisi sio watu wa kubahatisha.
tunaweza kusema sio unga mwana. Hapana. Sawa, mimi bwana, mimi nashukuru sana kwa sababu kikubwa ilikuwa ni kutoa location, pia kufahamisha watu huduma gani ambazo zinatolewa. Naziona message hapa, lakini nyingi ndio zile za Mwanza, Simiyu, mikoa mingine pia. Anasema nikupongeze, kuna swali nitaka kuuliza ila limeulizwa na kujibiwa vizuri. Pongeze sana Michael Alphonse toka Tanganyika. Mimi nashukuru kwa kufika kwako kaka. Shukrani sana kaka, shukrani sana. Asante sana. Bwana, wanaitwa Mpanda Cargo, wanapatikana hapa ndani ya mkoa. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.